BM Swahili, utalii na uchumi wa bluu. Ndugu viongozi na ndugu watendaji, binafsi napata faraja kwa mafanikio makubwa yanayoendelea kupatikana kupitia mfumo wa SNR, kama ambavyo tumeweza kusikia kupitia taarifa ya mtendaji mkuu wa kitengo hiki na ushahidi wa wahusika kupitia onyesho la documentary tulioiangalia hivi punde. Kwa kiasi kikubwa kupitia mfumo wa SNR, serikali imefanikiwa sana kuongeza ukaribu wake na wananchi kwa kusikiliza changamoto zinazowakabili na kuzipatia ufumbuzi wa haraka. Aidha, kupitia mfumo huu tunapata fursa ya kupokea maoni na ushauri wa wananchi kuhusiana na masuala mbalimbali ya maendeleo na ustawi wa jamii na tunayazingatia. Kwa upande mwingine, mfumo wa SNR unatuwezesha kutathmini kiwango cha uwajibikaji kwa taasisi zetu katika kuwatumikia wananchi. Kwa mnasaba huo, mfumo huu ni kiungo muhimu kati ya serikali na wananchi na ni kigezo muhimu cha utawala bora unaozingatia ushirikishwaji wa wananchi. Nachukua fursa hii kukupongezeni kwa kuja na kauli mbiu mwafaka isemayo SNR, daraja la utatuzi wa kero na changamoto za wananchi. Ndugu viongozi na ndugu watendaji, wakati mfumo wa Sema na Rais ukitimiza miaka mitatu ya kuanzishwa kwake, tunafurahia mafanikio makubwa ya kufikia malengo ya kuanzishwa kwa mfumo huu. Katika kipindi hiki cha miaka mitatu, jumla ya malalamiko 13,517 kama tulivyosikia yameweza kupokelewa, na kati ya hayo 11,116 sawa na 82.6 yameweza kupatiwa ufumbuzi. Malalamiko 2,351 sawa na 17.4 yanaendelea kufanyiwa kazi katika hatua mbalimbali. Kwa hakika haya ni mafanikio makubwa. Kwa mara nyingine tena natoa pongezi kwa uongozi na watendaji wa mfumo wa SNR waliopo Ikulu ofisi kuu na wale walioko katika wizara na taasisi nyingine zilizounganishwa katika mfumo huu. Aidha, natoa shukrani kwa viongozi na watendaji wa serikali kwa kutoa ushirikiano mkubwa wa kuzifanyia kazi kwa haraka changamoto zinazofikishwa kwao kupitia mfumo wa SNR. Nitumie fursa hii kuzipongeza kwa dhati taasisi zote zilizotambuliwa kufanya vizuri zaidi katika kuyafikia malengo ya mfumo huu. Wito wangu kwao waendeleze ufanisi huo kwa kutambua kwamba kufanya hivyo ni utekelezaji wa wajibu wao kama taasisi za serikali. Aidha, zile taasisi na wizara ambazo hazijaweza kufanya vyema waandae mkakati ya kuhakikisha na wao wanayafikia malengo ya kuanzishwa kwa mfumo wa SNR katika kuwatumikia wananchi. Ya kwangu mie nitayosema katika hayo machache ni ya kiungwana, na ungwana huu naomba uniruhusu ni anukuu kutoka kwa jasiri mmoja mwongoza njia Mtanzania aliyezaliwa miaka 54 iliyopita kule Brooklyn, Marekani, aliyejulikana kama Ruge Mutahaba, ambacho ni kizazi kilichozaliwa baada ya mapinduzi ya mwaka 1964. Mheshimiwa Rais katika nukuu yake alisema, mafanikio ni bahati, lakini kadri utavyojituma kwenye ubunifu, kutafuta maarifa, usubutu, uvumilivu na kumwamini Mungu, ndivyo bahati yako inavyoongezeka. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Rais, kwa nukuu hiyo inashabihiana na maana ya jina lako Hussein kama ilivyopata tafsiri kutoka kwa mshairi mmoja pale aliponasibisha jina lako kuwa ni mwanga wa mwongozo wa jahazi la ukombozi na mwaminifu wa mapatano ya amani yaliyotoa saini kwa mustakabali wa maendeleo ya imani na nchi yako. Mheshimiwa Rais, nataka nisimame kwenye nukuu hiyo na tafsiri hiyo. Kama bahati tuliokuwa nayo Wazanzibari, tena vyama vyote, ni kuwa na kiongozi wao Wazanzibari kama wewe. Lakini tena
wa vyama vyote, kiongozi wao wa Zanzibar wenye imani, endeleza kuletea neema wala usirudi nyuma. Mheshimiwa Rais, nikuombe tuendelee kutuletea yale ambayo umepanga kutufanyia. Neema ulizotuahidi bado tunazitaka na bado tunazitaka tuziendeleze. Mheshimiwa Rais, baada ya kupata mafanikio hayo, naomba sasa nianze na taasisi zilizofanya vizuri zaidi. Tunajua kwamba katika mafanikio haya basi kuna taasisi ambazo zimeweza kutusaidia tukaweza kupata mafanikio haya. Kwanza tunazishukuru taasisi hizi kwa sababu tunasema kwamba zimetusaidia kiasi cha kwamba ndani ya miaka mitatu hii yote mafanikio yetu haya tunajisifu kwamba na wao ni miongoni mwa watu ambao wameweza kutusaidia katika mfumo huu. Leo nianze na kuzitaja taasisi 5. Ni kawaida kuzitaja taasisi 5, lakini nikwambie tu Mheshimiwa Rais, kwa mwaka huu hali ya mafanikio taasisi ambazo zimefanya vizuri zimeongezeka sana kiasi cha kwamba kutokana na muda sitoziweza kuzitaja zote, lakini takriban taasisi 30 zimepata 90% za utatuzi kwenda juu. Kwa hiyo leo tutakuwa tunazitaja 5. Taasisi ya mwanzo ambayo imeweza kufanikiwa au tunasema iliyofanya vizuri zaidi kuliko taasisi nyingine ni Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo. Idadi ya malalamiko walopokea ni 287, lakini ule utatuzi wamefanya 286, kwa maana lalamiko moja tu ndio lilobakia katika mfumo wa Sema na Rais kupitia Wizara ya Habari. Asilimia ya utatuzi ni 99.7. Wakala wa usajili wa matukio ya kijamii wanafuata ambao wamepokea malalamiko 190 na yale ya utatuzi wametatua 187. Lakini asilimia ya utatuzi ni asilimia 98.9. ZSSF nao wanashika nafasi ya 3 ambao wamepokea idadi ya malalamiko 183. Utatuzi wao ni 180, lakini asilimia ya utatuzi ni 98.4. Afisa ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ wamepokea malalamiko 935, utatuzi ni 915, asilimia ni 97.8. Wizara ya Maji, Nishati na Madini, malalamiko walopokea ni 78, utatuzi ni malalamiko 76 na asilimia ya utatuzi ni 97.4. Mheshimiwa Rais, licha ya mafanikio hayo, hatuna budi kuyakumbushia malalamiko yalichukua muda mrefu kutatuliwa, na hii inawezekana ikatusaidia namna bora ya kuweza kuyashughulikia vizuri. BM Swahili, utalii na uchumi wa bluu.